watu wamekuita tena. Kwa hiyo inanipa sign kumbe ni swala la muda tu, kwamba nafasi tu, lakini sio kwamba watu hawaniamini. Bado watu wana imani kubwa na mimi. Kwa hiyo imeniongezea sana confidence. Nini unafikiri unacho Nation ambacho kinakufanya mpaka leo hii Nation akaendelea kuaminika katika kikosi cha timu ya taifa? Ya mimi nahisi ni neema tu za Mungu na rehema zake. Wanasema ni kudra. Ya kwamba jitihada haizidi kudra. Kuna watu wengi sana wanapambana kwenye ligi, kuna viungo wengi sana wanapambana, lakini kuna time ni Mungu tu anaamua. Time. Kwa hiyo Nation, tuambie utofauti wa FIFA break ya safari hii ambayo hii michuano imekuwa ni tournament kwa upande wenu, ina utofauti gani na hii michuano ambayo imeshawahi kupita kwa upande wako? Hii ina tofauti ya kwamba hizi FIFA nyingine tunakuwa tunacheza na timu za Afrika. Tushazoea tunacheza Afrika, lakini hii kidogo tunacheza na nchi za Ulaya. Kuna nchi ambazo nyingine hata sisi kama hizo tunaweza kucheza naye, ndio mara ya kwanza nazisikia. Kwa hiyo ni sign kwamba unaenda kucheza na timu ambayo huijui. Kwa hiyo tofauti ni mkubwa sana, unaenda kucheza na mataifa ambayo ya Ulaya. Umepata nafasi ya kucheza katika mchezo wa AFCON, lakini bila shaka kuna exposure ambayo umeipata. Hii inaweza ikawa silaha pia kuelekea katika michezo hiyo, kuongeza hali ya kujiamini. Sio tu kwenye michezo hii, kwenye career yangu ya mpira. Yaani kile kitendo cha kwenda AFCON kimeniongezea kitu kikubwa, kimeniongezea jeuri ya mpira, kimeniongezea naweza nikasema confidence kubwa sana, kwa sababu nimekutana na wachezaji wa dunia. Kwa hiyo sidhani kama kuna mechi nitakayokuja kuicheza nikawa na hofu. Yaani ukiona Nation nikaharibu mechi ni kwa sababu tu kaamka vibaya, ila sio kwa sababu ana hofu. Wewe unazungumza juu ya uwezo wako, umekuwa ni mchezaji ambaye unaonyesha kiwango kizuri sana, lakini pia ulipata nafasi ya kuitwa kwenye michuano ya AFCON. Sasa hivi tena jina lako limeitwa. Pengine Nation, tutegemee kitu gani hasa kwenye hii FIFA series kwa upande wako? Ladha ya namna gani? Sababu viungo wako wengi, kaitwa Nation. Ndo naweza nikasema kwamba mimi hapa na deni kubwa kwa maana ya kwamba kama ulivyosema kuna viungo wengi sana Tanzania, alafu gentleman, si ndio? Kwa hiyo kama umeitwa Nation yani ninavyoenda kucheza hayo mashindano, it means nawakilisha viungo kibao ambao wamebaki Tanzania. Sasa kwangu mimi namuomba Mungu anifanye niwe kama walioniita wanavyonifikiria, kwa sababu ikitokea nienda kucheza vibaya ni saini kwamba hao viongozi wengine wote waliobaki na watukanisha. Sijui unanielewa kwamba mimi ndo nimeenda kuwakilisha. Kwa hiyo ikitokea nacheza vibaya nimewatukanisha wale wakali wote wa nyuma. Kwa hiyo mimi nachoomba, namuomba sana Mungu anishikie ili nikawakilishe vizuri, kwa sababu Rwanda nikienda nikacheza vibaya, wale Wanyarwanda wote wanasema kama huyu ndo kiungo wao, ndo ameitwa timu ya taifa. Sasa hao waliobakia anakuaje? Kwamba wanaonekana hawana kitu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo ninachomuomba Mungu anipambanie niweze ku make them proud. Yaani wao waonekane kumbe Tanzania kuna wakali. Nation wa Tanzania wamepita viungo wengi sana. Pengine ni viungo gani? Wawili tu nitajie ambao walikuvutia ama walikuwa ukiwatazama kama kioo katika timu ya taifa. Mwinyi Kazimoto na kwa Mwinyi Kazimoto naweza nikasema na Fei.